Najua ushawahi kusikia UEFA Champions League. Je, unatamani kufahamu zaidi? Ungana nami Abubakar bin Hussein na hii ni Anwar TV. Kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. UEFA Champions League ndiyo ligi tajiri na ya kuvutia, ikiwa ni mashindano maarufu zaidi ya vilabuni barani Ulaya na mojawapo ya mashindano ya juu kabisa katika soka la dunia. Mashindano haya yalianzishwa rasmi mwaka 1955 kwa jina la European Champions Club au kwa kifupi European Cup. Yalianzishwa kwa msukumo wa jarida la Kifaransa likiongozwa na mwandishi Gabriel Hanot. Lengo lilikuwa ni kuleta pamoja mabingwa wa ligi kuu za nchi mbalimbali barani Ulaya kupambana na kuamua bingwa wa bara. Mshindi wa kwanza mwaka 1955 hadi 1956 alikuwa ni Real Madrid kutoka Hispania. Walifunga Stade de Reims ya Ufaransa kwa goli 4-3. Real Madrid ndio waliotawala kipindi cha mwanzo kwa kushinda mataji matano mfululizo kutoka mwaka 1956 hadi 1960. Mwaka 1992 UEFA ilibadili jina la mashindano haya kutoka European Cup kuwa UEFA Champions League na kuongeza mvuto wa kibiashara na kuwapa nafasi vilabu zaidi si tu mabingwa wa ligi. Kuanzia hatua ya group stage au hatua ya mwanzo, vilabu kutoka ligi bora zaidi kupewa nafasi, si tu bingwa mmoja. Uingizwaji wa wadhamini wakubwa na haki za matangazo, hayo ndio mabadiliko makuu yaliyofanywa. Club zenye mafanikio zaidi, yani hapa tunamaanisha mataji ya UEFA Champions League. Tukianza na nambari 1, Real Madrid mwenye mataji 15 mwaka 1956 hadi 2024. Namba 2 ni AC Milan kutoka Italia, ana mataji 7 toka 1963 hadi 2007, na namba 3 akichukua Bayern Munich mwenye mataji 6 kuanzia mwaka 1974 hadi 2020. Namba 4 ni Liverpool kutoka England akiwa na mataji 6 kuanzia mwaka 1977 hadi 2019, na watano akiwa ni Barcelona kutoka Hispania mwenye mataji 5 kuanzia 1992 hadi 2015. Wachezaji maarufu waliotamba kipindi hiko alikuwemo ni Cristiano Ronaldo, mfungaji bora wa muda wote wa UEFA Champions League, akifuatiwa na Lionel Messi, Raul Gonzalez, Paolo Maldini, Zinedine Zidane na wengineo. Kwa sasa mashindano haya yanahusisha vilabu 32 katika hatua ya makundi, hatua ya 16 bora, robo finali, nusu finali na finali, mfumo wa nyumbani na ugenini hadi finali. Na tukumbuke finali maarufu ilikuwa ni 1999 Manchester United dhidi ya Bayern Munich. Manchester United walishinda mabao mawili ndani ya dakika za mwisho. Na pale mwaka 2005 Liverpool dhidi ya AC Milan, Liverpool walitoka na goli 3-0 hadi goli 3-3 na kushinda kwa mikwaju ya penalty, yani hii inajulikana kwa Istanbul Miracle. Mwaka 2014 Real Madrid dhidi ya Atletico Madrid, Real walishinda mabao 4-1 baada ya muda wa ziada. Umuhimu wa kibiashara na kijamii, UEFA Champions ni chanzo kikubwa cha mapato kwa vilabu vikubwa, hutoa jukwaa kwa wachezaji na kuonyesha vipaji vyao duniani. Ni zaidi ya watu bilioni 300 wanatizama kila msimu kote duniani. Nadhani mpaka hapa tulipofikia umeweza kufahamu historia ya UEFA Champions League au ligi ya mabingwa Ulaya. Ulikuwa nami Abubakar bin Hussein